Bwana tumeona tena ndani ya nyumba na sehemu bomba sana yapata mzile bomba sana. Tukiwa tunapiga live katika sehemu safi ya 14 mzigo bomba sana hapa. Wasema my demon ya the chosen one, yani pepo yangu, na hii ni katika sehemu safi ya 14 baada ya kutamba sana na sehemu ya 13. Sasa live tuko na sehemu ya 14. Kisha una like, una comment, una share, una subscribe ili mambo endelee kwa bomba zaidi. Maana bila nyinyi siwezi kutoboa. Hebu tugonge kabisa katika sehemu safi ya 14 pale pale ambapo tuliishia. Basi mkali Tala binti baada ya kuhisi kuna mchekecho upande wa pili, alikuwa anahitaji kwenda kujua ni kina nani ambao wamejificha katika mashine maalum ambayo inafanya kazi ya upigaji wa picha. Basi mwanawe baada ya kuingia katika ile eneo na Tala binti baada ya kufungua, alikuta watu wakiendelea kupeana burudani, hivyo ilimfanya asiendelee kuchaka kujua nani ambao ndani humo. Aliamini tu ni watu ambao kuna shughuli zao, ila angejua kingekuwa ni kizaazaa zaidi. Lakini mwamba alishangaa sana kwa sababu aliona namna ambavyo nguvu yake kwa sasa inazidi kupungua, na ambacho hujui ni kwamba huyu mwamba kadri anavyozidi kuweka karibu na bibie ndo anavyozidi kupoteza ile nguvu ya asili ambayo alizaliwa nayo. Na hapa alichukua miongoni mwa picha ambazo zilitoka katika ile mashine kama kumbukumbu tu ya nini ambacho kilitokea na bibie katika ule mtambo ambao alikuwa anapiga mashine. Unapiga picha sorry kidogo. Basi baada hapo alihitaji kujua nini ambacho alikuwa anakitafuta kwenye ile draw, lakini walikuta hamna kitu. Hapa aliweza kutokea kikongwe mmoja. Huyu bibi ana siri moja nzito sana, na ndio maana nimeamua nikupe utangulizi tu. Huyu ni miongoni mwa watu muhimu sana katika hii picha, kwa lazima uhakikishe unamtambua vizuri. Jina ndakupa hapo baadaye. Anasema pamoja na kwamba mnaonekana mna furaha sana, lakini tayari kuna kitu ambacho mmekeuka. Huyu mwamba anashangaa tu bibi kila mara anakuwa anajaribu kutokea kumwambia vitu vya ajabu. Anasema mimi huwa naishi pale, lakini kama kuna siku utahitaji msaada kutoka kwangu itakuwa ni vema ukanifuate. Anasema wewe inaonesha umeshapoteza kile ambacho kilikuwa ni asili yako. Sasa kwa nini anasema maneno haya? Na pindi ambapo anaongea hizi habari tunaona moja kwa moja saa inashindwa kuzunguka katika muhimili wake. Sasa huyu bibi ambaye anaonekana kama ni ombaomba ni nani zaidi, na kwa nini anafanya matukio ya ajabu kiasi hiki? Basi tuendelee kusonga na burudani. Katika upande wa pili ni kwamba nguvu ya mkali kwa saizi ni kama inakuja afu inapotea, na maana kuna kitu akijakaa sawa zaidi. Wakiendelea kumfuatilia mnyabu upande wa pili, kubibie aliona mwamba bado kwa saizi ni kama ana concentration kwa kile ambacho anakifanya, hivyo alimtaji mkali tu waweze kwenda na watafute muda kwa wakati mwingine waje kuendelea na ile jambo. Lakini upande wa pili kwa mtaalamu ajabu sana kutumia nguvu yake, kuna wakati inakuja inapotea. Hii inamaanisha kuna kitu ambacho ameenda nacho tofauti zaidi, na hapa ajabu tu kumjuza binti kwa kile ambacho kimetokea. Lakini bibi alisema ingekuwa ni vyema angeendelea kutafuta namna ya kuweza kulitatua hilo tatizo kuliko kuendelea kulaumiana. Basi naomba upande wa pili kwa mkali wa kufahamika kwa jina Asiyoko. Hapa alipata picha za zamani sana zaidi ya miaka 200 iliyopita nyuma, lakini bwana mdogo wa kufahamika kwa jina la Kuoni anaonekana alikuwepo. Sasa kwa nini mtu huyu azeki alafu kila kwenye picha anaonekana yuko vile vile ni kama kijana? Hii ilimshtua sana mkali wa kufahamika kwa jina la Asiyoko. Tayari kuna kizaazaa likize. Sasa upande wa pili kwa siku inayofuata hawa mabana, yani Mr. Paki na Mrs. Shin, watu ambao wana vituko sana. Yani leo ni kwamba mkali amekuja na mabegi hapa, nadai ya kwamba kwa sababu boss wake yuko hapa leo ameamua kuleta shena ya mizigo yote ije ikae sehemu ambayo anaishi boss wake. Sasa bibi anashangaa nguo zinazidi kuingia tunda na maboksi yanazidi kuingia, lakini Mr. Shin anamwambia hivi yote ni vyani, asema hizi zote nguo zangu na nimetoa kila kitu katika ofisi yangu na ukileta hapa kwa sababu saizi mimi natakiwa niishi maisha yangu katika hii nyumba. Sasa bibi anacholalamika ni kwamba nyumba ni ndogo alafu jamaa anazidi kuongeza mizigo mingi, hivyo aliweza kumuita mkali pembeni na kujaribu kuongea naye tu. Asema kocha ambacho unafanya sidhani kama kitu sawa zaidi, kwani unaona mbele ndogo na bado unaendelea kuleta mizigo. Sasa mkali amwambia kitu kimoja tu, ina maana hakuna nafasi ya kunifanya mimi niishi na kuenjoy maisha mazuri katika nyumba yako. Basi kama na okela isiwe tabu. Basi bibi alimsukuma katika chumba kimoja, lakini mkali alimwomba bibi japo ampatie hata glasi ya kahawa. Basi Tara bintibu mtoto alimpatia, lakini anafanya kitendo hiki mwambie alikuwa anafika na Mr. Paki aliona ile tukio. Sasa Asa anaonekana kuna kamchezo ambako kanaendelea, japokuwa ndoa yenu inaonekana ina michongo mingi sana. Hivi kuna usitafute nafasi tu ya kurejea katika ofisi yetu mkuu. Hii ilimkata sana mambo. Amwambia Mr. Paki, hujui ni nini ambacho nakitafuta kwa muda mrefu. Lakini upande wa pili kwa bibia akiwa anawaza sana kizaazaa, Mr. Shini amwambia kwa sasa mkali
ameshaamua kufanya maamuzi ya kuweza kuondoka, na hii ilimshtua sana bibi, kwa sababu bibi anaamini mkali ni mtu mwenye umuhimu sana katika maisha yake. Hivyo alihitaji kumpigia simu mkali, lakini mkali upande wa pili ni kwamba anabeba kila kitu na anahitaji kuondoka. Na hapa Mr. Parker anamwambia kwa kila kitu kimekamilika, ingekuwa ni vema sasa ianze safari. Lakini binti aliweza kumpigia simu, Mwamba anamwambia nini sasa? Anambia sijaona kama kuna usawa kwenye hicho ambacho nakifikiria, ingekuwa vema kama ongelejea. Mwamba alichodai ya kwamba yeye anaondoka. Hii ilimchanganya sana bibi. Hapa mwanaume kuondoka hawezi, kwani naye tayari ana upendo mkali sana kwa bibi, japokuwa Mr. Parker alimwambia leo kuna kikao muhimu sana katika ile organization, hivyo ingekuwa ni vema kama mwanaume angeachana na hiki kitu na kwenda kuhudhuria kikao. Sasa binti akiwa anapekua maboksi ambayo amesalia mule ndani, aliweza kukutana na boksi ambayo ilikuwa ni vitu vya samani vingi sana na vya zamani zaidi. Lakini akiwa hapa aliweza kupata taswira tu, yani kama mzimu wa Madam Juu kijaribu kumwambia, nafurahi sana kwa ambacho umekifanya sasa hizi, naona umepiga hatua binti yangu, na na vema na kuona ni mtu ambaye unaenda kuwa na familia. Kwa hiyo naamini ile ahadi ambayo uliniahidi kipindi kile nafikiri imetimia mjukuu wangu. Nimependa sana kwa hicho ambacho umekifanya. Hii ni taswira tu ambayo binti anaiona pindi ambapo anamkumbuka Madam Juu. Sasa mkali alimpigia simu bibi na kumwambia ni lazima aje, kwani kuna jambo limemshtua sana, hivyo ni vema na bibi ajue ni nini ambacho kinaendelea. Basi mkali huko akiwa anaambamba katika gari yake, anahangaika huku na huku akiwa elewi aende au abaki. Hapa baada ya kuingia ndani kulikuwa na mpishano mdogo sana na Mr. Sioko. Ina maana Mr. Sioko kumuona mkali na mkali ya kumuona Mr. Sioko. Sasa Mr. Sioko baada ya kuingia ndani anakutana na Madam Shi, lakini hapa alimwomba bibi aweze kuongea jambo moja ambalo anaamini lina umuhimu sana. Basi alianza kumwelezea bibi Talabintibu juu ya kile ambacho kimemleta hapa. Asema najua una furaha sana na hiki ambacho kinaendelea, lakini kuna kitu cha tofauti sana nimeweza kubaini, na sasa sitakuwa muongeaji sana. Naomba tuziangalie hizi picha ambazo zinaonyesha huyu Mwamba ni kwamba alikuwa tangia miaka mingi sana. Mtu huyu anaonekana sio wa kawaida, yani Mr. Guon. Sasa mkali pamoja na kumuonesha ushahidi wa picha binti na kile ambacho anakizungumza binti, akaonesha hali yoyote ile ya mashaka kwa kile ambacho anaambia, mpaka mkali alianza kuhisi mbona kama kuna utofauti. Ndio kwanza binti anacheka akidai kwamba labda huyo atakuwa ni babu yake tu. Kwa hiyo usichanganye mambo bwana, mtu hawezi kuwa azeki, atakuwa ni mtu aina gani? Hii ilimpa mashaka sana mkali wa kufahamika kwa jina la Sio. Kuna hapa alijua kabisa amepigwa, yani tayari kuna mchezo ambao unajificha baina ya wawili hawa. Basi upande wa pili kwa mtaalamu akiwa anahitaji kuangalia video ya picha, mtandao ulikuwa unasumbua sana. Hapa alikuwa anahangaika kutafuta mtandao ili aweze kuona vizuri hii picha ambayo ilipigwa katika eneo la harusi ile video. Sasa Mwamba akiwa anatoka anaona kuna mkono unaambamba juu hapa Kinyaturu. Basi Talabintibu aliweza kufika katika lile eneo na hapa aliweza kumkuta ni Mr. Guona. Hicho Mwamba asema anahitaji kuongea naye ni kitu moja muhimu sana. Mwamba baada ya kuambamba akasema lakini kuna picha ambazo nimezibaini zinakuonesha wewe na wewe inaonekana na kitu cha tofauti zaidi. Hii kamshtua sana mkali. Basi moja kwa moja alienda katika restaurant moja kwa ajili ya kupata glasi za vinywaji na kuweza kuongea mambo mawili matatu. Mkali alianza taratibu tu kumwelekeza Mwamba ya kwamba wewe yawezekana kama sio demon basi ni vampire. Kwa nini inaonekana hauzeeki? Na hii inanipa mashaka ya kuamini ya kwamba wewe sio binadamu, huenda kuna kitu ambacho nakiweka kama siri tu. Ila ninachokuomba utambue ya kwamba mimi na binti tuna uhusiano tangia tukiwa wadogo, hivyo hakikisha unafanya jambo ambalo linakuwa sahihi, kwa sababu vinginevyo na hapo utakuja kutengeneza hatari ambayo haitanifanya mimi nishindwe kukuzuia. Lakini mkali baadaye alimwambia Mwamba tu labda kinachomsumbua ni wivu tu, yeye sio mtu wa namna ambayo anafikiria. Basi moja kwa moja upande wa pili kwa bibie huyo wa kufahamika kwa jina la Staji, ambaye alikuwa anapenda sana mkali, nafikiri yule dancer yule tunamkumbuka vizuri katika sehemu zote za kwanza, pili na tatu. Hasa leo alikuwa ameshachanganyikiwa sana na alikuwa ni mtu mwenye huzuni sana, hivyo alihitaji kwenda mbali sana na kuachana na Mwamba, lakini njiani aliweza kupata kumbukumbu ya zamani zaidi. Hapa tunakwambia picha ilikuwa lazima ipigwe na mtu ambaye kidogo anauelewa mzuri sana wa hizi kazi. Hapa na kurudisha nyuma kidogo ili uweze kutambua ilikuwaje kwaje binti alipata nafasi ya kukutana na mkali wa kufahamika kwa jina Go. Nini kumbukumbu ya utoto sana bibi. Leo bibi alikuwa anashambuliwa sana na babake kwa swala la kipigo na mzee alikuwa anahitaji kumpiga sana binti yake, akidai kwamba alikuwa ni mtoto ambaye anashindwa kusikiliza nini ambacho mzazi wake anafanya. Lakini baada ya kufika katika eneo hili akiwa anamfukia binti yake tayari kwa kumwadhibu, kuna kitu ambacho kilitokea kilikuwa ni cha ajabu sana.
Basi mzee akaendelea kushauti, kulalamika na kumwambia binti ana chochote cha kufanya zaidi ya kumkimbia mzazi wake. Nyuma aliweza kutokea Mr. Guon. Wakamwambia mwamba Zeki ni zamani kidogo zaidi, na hapa aliweza kumwambia mzee, nimekuja kwa sababu moja tu. Tayari ulisha saini mkataba ndani ya miaka 10 na ile fedha yote ambayo uliipata wewe ulichezea kamari. Sasa nimekuja kuchukua kitu ambacho ni kama nafsi tu, na ushahidi ni hapa kwenye mkataba ambao ulisaini. Mzee ni kwamba alisaini mkataba wa mabilioni ya pesa, na baadaye zile pesa alienda kucheza kamari akawa ameliwa, alafu muda umeshapita, mzee amekuwa ni chapombe. Lakini mwamba leo alikuja kwa ajili ya kukamilisha zoezi tu na kuchukua nafsi ya mzee huyo. Binti alikuwa akiasikia yote yale Tala Bintibu, na mwamba baadaye aliweza kumwambia bibie tu ingekuwa ni vema angetoka kwa sababu kuna usalama sana. Basi binti baada ya kutoka alihitaji kuongea maneno matatu na mtu. Alisema, wewe ni nani? Wewe ni malaika? Mwamba alisema, mimi ni demon, ila nyie binadamu mnatuita sisi kama mashetani, ila mimi ni pepo. Leo nimekusaidia tu. Hii ilimfanya bibi amini huyu ndo mtu sahihi sana ambaye anaweza kaka kila kitu sawa katika maisha yake. Alita Ajushi, anamwambia Ajushi, nahitaji msaada kutoka kwako. Lakini mwamba aliweza kuondoka. Bibi alichofanya ni kuweka kiapo kimoja kikubwa sana ambacho bibi alisema ya kwamba haitajalisha itachukua muda kiasi gani, ila yeye atakuja kumtafuta mwamba na kumpata hata kama yeye ni pepo. Hii ilikuwa ni ahadi ya bibi zamani sana hapo kipindi hicho. Sasa nafikiri tumepata muktadha zaidi kujua bwana mdogo binti alipata nafasi vipi ya kukutana na mkali na kufahamiana na mkali. Basi bibi akiwa na mbamba baada ya kutupa ile kumbukumbu ya maisha yake ya nyuma, hapa alikutana na bisho mmoja, akaona mtoto na mbamba, akaanza kumpiga swaga. Tulikuwa ni wa bei gani, wa shingapi, kama vipi tunaweza tukapozi. Hii ilimkera sana bibi na alimnasa kofi. Mwamba alipojaribu kutaka kurudishia alishikwa mkono na mkali, na hapa bibi alifurahi tena kumuona mkali wa kufahamika kwa jina Guoni amekuja kumpa msaada kwa mara ya pili. Hivyo Tala Bintibu walimpeleka katika jumba ambalo binti alihitaji kwenda kupumzika tu kwa msongo wa mawazo alionao. Sasa unafikiri nini ambacho kitajiri katika sehemu safi ambayo inafuata? Itakuwa ni ya 15, lakini naomba nikupe advertise kidogo ya sehemu inayofuata ili uendelee kupata mwanga wa utamu unaokuja sasa. Wasema katika jumba la mkali huku inaonekana kuna mwamba aliingia. Yaani Zekila alipata nafasi ya kuingia katika jumba la mkali wa kufahamika kwa jina la Songwon. Huku Zekila baada ya kuingia katika ile jumba alishangaa sana, na lengo lake amekuja kwa ajili ya kutafuta document au detail ambazo zitamfanya aweze kumdetect mwamba popote ambapo atakuwa. Kwanza aliweka kitu ambacho kilikuwa ni kama chipu ambayo ingemsaidia kurekodi mazungumzo yote ambayo mwamba ataweza kuwa anaongea katika ile jumba. Lakini pia alipata nafasi ya kuona kile kitabu ambacho ni cha My Demon chenye siri kubwa sana ya maisha ya mkali, na Zekila anafanikiwa kupata hiki kitabu cha kilichoandikwa Demon. Hapa ina maana atazijua siri sana nyingi za mwamba, lakini akiwa na mbamba mule ndani anakutana na kitu kingine cha ajabu sana. Ni kwamba mkali anaonekana naye anakuja katika ile jumba. Sasa unafikiri nini ambacho kitajiri katika sehemu safi ambayo inafuata My Demon ya The Chosen One, yani episode ya 15? Utamu utakuwa ni mwingi sana. Hii ilikuwa inapigwa live kutoka ZC Production, jumba la burudani pale kama kawaizo. Here we go, tukutane katika sehemu safi inayofuata ili kuendelea kuenjoy utamu wa vanilla. Hii inapigwa live sana. Asante sana kwa time yako Big up sana kwa muda wangu wa nguvu sana. Ila usahau kulike, kucomment, kusubscribe ili mambo endelee kwa bomba zaidi. Sisi tunahakikisha tunapambana kuletea kazi ambazo zina ubora na quality ya hali ya juu. Kwa hiyo support yako ni nzuri sana ukiendelea kulike, kucomment, kusubscribe na kushare. Mambo endelee kwa safi zaidi. Ciao.